Jina la Bwana libarikiwe sana. Baba, katika jina lako takatifu ambalo hilo wenye nguvu na wenye hekima na wenye maarifa wanaanguka kwalo, na sisi watu wako kwa ajili ya hilo tumeona tuwe chini kabisa, ili tusikilize ni kitu gani unataka kukifanya siku ya leo. Moyo wangu waga wajisikia sana kuwepo mbele zako na kukufuatilia na kukutafiti sana. Ila ninaomba tu kwa wakati huu mfupi ufanye kile ulichokikusudia kukifanya, utende kile ulichokusudia kukitenda, alafu useme kile ulichokusudia kukisema, kwa ajili ya watu wengi wanaosimama hata sasa mbele za macho yako leo. Bwana, asante kwa sababu ndivyo ulivyotaka. Kwa jina la Yesu nafahamu ya kwamba wakati sauti yako inapita mahali, huwa zile namna na yule Mungu wa dunia na watu wake huwa anaweza kakaa kimya sasa anyamaze, wakati sauti yako iliyobeba ngurumo, iliyobeba radi, iliyobeba upepo wa kisulisuli inapopita sasa, yule Mungu anayejiita wa dunia na watu wake anyamaze kimya, ili bendera yako ikazidi kupepea, kwa jina la Yesu aliye hai milele. Amen. Nataka ninukuru vitabu fulani, alafu nitakupa vitabu fulani utasoma. Tukianza kitabu kile cha Kutoka 3 mstari ule wa 20, Mungu akaanza kuongea na Musa. Akasema, Musa, na kutuma kwa watu wangu walio ndani ya mateso katika nchi ya Misri. Ninataka watu hawa, nimekumbuka niliwahi kuagana na baba zao kwamba watu hawa watatumikia katika nchi hiyo miaka 400 lakini nimekumbuka yale mateso, nimeona nikutume. Sasa napokutuma wewe Musa, utawaendea watu hawa. Musa ile mistari ya kwanza kalalamika, akasema, Bwana, mimi nimekulia kwenye nyumba ya mfalme wa Misri na nimekuwepo pale miaka yote, nimesoma pale, nimekuwa kama mtoto. Sasa leo naniambia niende kwa wana wa Israeli nikutolee, nitawatoa kwa namna gani? Mungu akamwambia Musa, hiyo fimbo ulionayo itupe. Akaitupa ikawa nyoka. Wakati Musa ameshika nyoka ile ikawa fimbo, Musa akasema, Bwana, hawatanielewa. Akasema Musa, basi chukua mkono wako, ingiza kwenye kifua chako. Akaingiza mkono, ukoma ukapona. Akasema toa tena, akaingiza mkono tena, ukoma ukarudi. Mungu akamwambia Musa, utakapoutupa fimbo ikawa nyoka, wasipoamini hiyo wataamini huo mkono. Musa akasema, hapana, haitawezekana. Hawa tunavyowajua ni wagumu kuamini, ni wagumu kuelewa. Mimi ishara hizi hazitoshi. Bwana Yesu atusaidie. Wakati Musa ameendelea kusema hapana, akasema, Musa, nataka nikupe ishara ya 3. Utachukua majivu, utaenda kuyapeleka mtoni, yale maji yatageuka kuwa damu. Alafu navyoendelea na mapigo hayo, watu wa Misri wale watawaachilia watu hawa kwa nguvu, alafu watawafadhili na vitu wataondoka navyo. Sasa leo mpendwa, nataka tupokee uwezo wa kutembea nao uliobeba ishara. Yaani haijalishi una aina gani ulionayo, haijalishi una vidonda vya tumbo vya madeni, leo unapokea uwezo wa kutembea nao, ambao uwezo uliobeba ishara, za kuonekana, sio zile za ndoto. Ule uwezo wenye kutoa ahadi ambayo Mungu alitutamkia itaanza kutokea mbele yako. Naomba tusome kitabu cha Waamuzi 6, tuanze mstari ule wa 11. Nitasoma katika jina la Yesu. Waamuzi 6 mstari wa 11. Nayo inasema, Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri,
Yaani ule mti ulikuwa ni wa baba wa Gideoni, ambayo Biblia inasema Yoashi Mwabiezeri. Na mwanaye Gideoni aliyekuwa akipepeta ngano ndani ya Anasema na mwanaye Gideoni alikuwa amejificha huko anapepeta ngano ili kuificha machoni pa Mwamidiani. Anasema alikuwa anakusanya kile chakula ili akifiche machoni pa Wamidiani. Mstari wa 12. Ndio. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia. Anasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambiaje? Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa nitarudia. Naam. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yako? Akaanza kuuliza na muuliza malaika, akasema iko wapi ahadi uliowaambia baba zetu? Iko wapi ahadi waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si ya Bwana aliyetuletea huku kutoka Misri? Naam. Ila sasa imetutupa tutia katika mikono ya Midiani. Anasema na yeye Mungu, kwa nini tutia kwenye mikono ya maadui wa Midiani? Bwana akamtazama akasema. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Mimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Akasema mimi ndo wa mwisho katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, ndio, hakika nitakuwa pamoja nawe. Nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, ndio, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe uliyesema na. Akasema kama ni wewe unayesema na mimi, nataka unionyeshe nini? Ishara. Kumbuka amesema nena kwa uwezo huo. Akasema sawa, lakini kama ni wewe nataka unionyeshe ishara. Wangapi wanataka kuona ishara kwenye maisha yao? Mstari wa 18. Naam. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie. Akasema tafadhali naomba kumbuka naongea na malaika. Akasema usiondoke hapa hata nikujie. Alifanya nini? Nikatoe zawadi yangu. Akasema nikatoe zawadi yangu nikupe. Maana umeongea maneno mazuri. Akataka ajaribishe, je, huyu ni Mungu, ni malaika kweli au ni mtu? Na kuiweka mbele zako. Akasema nitangoja hata utakaporudi. Kumbuka huyo ni malaika. Akasema nitakusubiri hapa mpaka unakuja. Akafanyaje? Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwana mbuzi, ndio, na mikate isiyotiwa chachu, na efa ya unga, akaitia ile nyama, ndio, katika kikapu, akautia mchuzi, ndio, katika nyungu, akamletea hapo nje, ndio, chini ya mwaloni akampa. Alipompa kitu gani kilitokea? Mstari wa 20. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itwae nyama ya mikate isiyotiwa chachu. Ufanye nini? Uiweke juu ya mwamba huu. Ukaumwage huu mchuzi, ukafanye hivyo. Alipoweka Gideoni pale, Biblia inasema hivi, moto ukatokea kwenye mwamba ukateketeza ile sadaka yote. Maandiko yanasema katika Yeremia 6:16. Mungu akamwambia Isaya, ni kitabu cha Yeremia 6 mstari wa 16. Mungu akamwambia Yeremia, akasema, Yeremia, waambie hao watu wasimame katika njia kuu leo, wakaone, waniulize, waseme hivi, iko wapi njia waliopita baba zetu? Wakiniuliza hiyo njia, nitawajibu watapata raha. Wasiponiuliza hawatapata raha. Wasiponiuliza watakufa kwa upanga. Waambie wasimame katika njia kuu, wakaone, wakaniulize, waseme baba zetu walitajirikaje, waseme wakina Ibrahimu walitajirikaje, waseme wakina Sara walizaaje. Wakisimama hapa nitawatokea, wakisimama hapa nitasema nao. Waambie waniulize, waambie waje wazungumze na mimi. Hawa ni saa ya kutaka ishara zisirike kwenye maisha yako. Hata yule mtu unayemuona anakutesa kwenye ile ndoa, ni kwa sababu ishara za Bwana zilikuwa bado. Zikisimama maisha yako yataenda. Zikisimama utaona utukufu wa Mungu. Sijawahi kuona mtu amefiwa na sifu Mungu. Mwahi kuona mtu yuko kwenye msiba na sifu? Hivi mtu amefiwa anaanza kusema haleluya? Anaweza? Mgonjwa, ukiona mgonjwa anasema mimi namshukuru Mungu kwa ajili haya, ni muongo. Ni muongo. Mimi nakwambia ni muongo. Mgonjwa yoyote waga ni muhitaji.
mgonjwa ni muhitaji, tena manunguniko hayakaagi mbali na yeye. Mgonjwa na mambo haya, ana manunguniko, yani hataagi mbali na manunguniko. Ukiona anasema namshukuru tu Mungu, amekata tamaa, ameisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona mtu anasema ametenda mema, ujue huko ndani kuna jambo jema amefanya nini? Ametendewa. Mungu akamwambia Gideoni, weka sadaka kwenye mwamba. Saa ile alafu ya mwelekeo kufanya wakati sadaka inapowaka moto, Gideoni anashangaa moto. Yule malaika akateleza akapotea. Alipoteleza akasema, ole wangu, nimemwona Bwana, maana nitafanyaje? Nitakufa. Mungu akamtokea akasema, hutakufa. Mimi usiogope, niko pamoja na wewe. Utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Ni kweli wewe ni wa mwisho, ni kweli. Kwenye ile familia umekataliwa, lakini nimekuja. Niko pamoja na nataka nionyeshe ishara zangu. Nataka nionyeshe matukio kwenye ile ndoa. Nataka nionyeshe matukio kwenye ile familia. Nataka nivunje ule uchawi, nikuinue kwenye ile familia. Nataka nifanye matukio ambayo hajawahi kusikika. Wapendwa, ili jambo kwenye ili kanisa, Mungu atafanya matukio ambayo masikio yako yatawasha, na kuambia Mungu atainua watu kwa viwango vya ajabu. Ishara za Baba zitatokea. Haya maisha ambayo unaendelea nayo, unasema haya madeni sijui yatatokaje. Yuko Mungu mwanzo, yuko mwisho. Yuko ambaye yupo atakuwepo. Ambaye anapinduaga jambo pasipo jambo anaweka. Ambaye anafanyaga matukio ambayo kibinadamu yameshindikana. Ni ambaye ameniambia nikwambie hivi, nenda kwa uwezo huo. Mungu anatokeza ishara kwako. Nenda kwa nguvu hizo. Mungu anatokeza maajabu kwako. Uwe ni kijana, uwe binti uliyeshindikana kwa kushindikana, Mungu ameniambia nenda kwa uwezo huo. Neema yako iko mbele yako. Uponyaji wako uko mbele yako. Baraka zako ziko mbele yako. Nenda kwa uwezo huo, hata kama umekatishwa tamaa, hata kama wamesema ni kweli wewe sio wa kuolewa. Mahali hapa wewe ni wa kuolewa. Ila huko kwingine, ila mahali hapa wewe ni wa kuolewa. Hata kama umesema huyu ni sugu, hii ndoa ilishashindikana huko, hapa ndoa inanyoka. Hapa yani umefunjika moyo, uwe umekata tamaa. Wakasema yani watu wa hivyo hawajawahi kupata wanaume, sio huko. Sisi hapa watu wa hivyo wanapata wanaume. Bwana amesema tutembee kwa uwezo huo, tukatake ishara mbele za Bwana. Na nikasikia kule, kumbe huwezi ukaenda ukiumalia kwenye ndoa, huwezi ukaenda. Tunaenda tukiwa na amani, tunatembea tukiwa na amani, tunatembea tukiwa na kicheko. Huwezi ukaenda kuambia watu Yesu anaokoa wakati wewe hajakuokoa kwenye matukio yako. Bwana amesema tutembee kwa uwezo huu wa leo hii, tutembee nao. Bwana amekuja anasema tutembee kwa uwezo huu. Si watu wanasema hali ngumu, tunasema ila hali ngumu. Kwa Mungu wetu akitokea, akija Baba, akija Mungu wa milele, panatokeaga vyakula saa hiyo hiyo. Anataka vyakula saa hiyo hiyo. Wanafunzi waliwahi kumwendea siku moja wakasema, Bwana, unatuambia tuwape watu chakula, tunapata wapi? Angalia watu wote hawa, watu 5,000, tutawapatia chakula kutoka wapi? Akawaambia, kwani mna nini? Wakasema tuna kasamaki tu hapa, tusamaki 3 na mikate 5. Akasema leteni huku. Wakamletea mikate 5, samaki ngapi? 3. Akaombea vile vitu vilikuwa 8, wakala watu 5,000. Yani 5,000. I say, ndio huyo aliyesema nije nikwambie habari hizi. Aliyelisha watu 5,000 mchana mmoja. Biblia inasema wakala wakakuta na makapu mengine 12 wakakusanya. Siku nyingine akasema, jamani, pana nini hapa? Musa akasema, Bwana, wewe unapoona watu hawa ni wengi, nikisema wachinje ng'ombe zitaisha. Wametamani nyama. Mungu akasema, hapana, nina nyama hapa baharini. Waambie watulie, baadaye watakula kuku. Mungu akasomelea upepo, ukaleta kwa wale watu wakakinaiwa. Ndio Mungu tunayemzungumza hapa. Mungu tunayemsema hapa ndio yule.
akamjia Manoa, akamjia mke wa Manoa akasema, tasa wewe, tazama utakuwa na mtoto, ataitwa Mnaziri wa Bwana, atakayewakomboa Israeli na dhambi zao. Mke wa Manoa akasema, mimi nishakuwa tasa toka kuzaliwa. Akasema, sawa wewe ni tasa, lakini tumboni mwako atazaliwa mtoto. Akiwa anashangaa, akashangaa yule mama, akasema, wewe ni nani? Akasema, nimekwambia wembe usipite kwenye kichwa chake. Akasema, sasa nataka basi nikimbie nikamwambie mume wangu. Yule malaika kakimbia. Kesho akaja tena, akasema, mama, umesikia hicho kuambia mke wako? Ndicho nilichokisema. Manoa akasema, nakuomba chonde, nataka nikupe zawadi yangu. Wakati nataka kutoa ile zawadi, akasema, wewe kwenye jiwe hapo, maandiko yanasema hivi, moto ukatokea mbinguni ukachoma ile sadaka. Wakati Manoa anashangaa sadaka, anashangaa moto umetoka mahali ambapo hapajulikani, yule malaika akapotea. Akasema, wale wangu nimemwona Bwana. Bwana akaja tena akasema, Manoa, usiogope, hautakufa, niko pamoja na wewe. Bwana amesema yuko pamoja na wewe leo, atakutoa, atakusaidia. Nimekwambia chochote unachokisikia ile wazo ni la Bwana mahali hapa. Bwana alitangaza utajiri, Bwana alitangaza baraka, Bwana alitangaza kuponya watu, Bwana alitangaza kuinua watu kwa viwango. Naona lile jambo kama linalotimia hivi, naona lile jambo kama linataka kutokea, naona kama ule mlipuko unakuja. Haijalishi una namna gani, naona ule mlipuko unataka kutemeka. Naona ndoa za watu zinaanza kupona, naona watu wanaanza kufasiriwa, naona watu wanaanza kukumbuka walioachwa, naona kanisa linarudiwa na yule mwanaume aliyewachaga zamani. Naona watu wanarudiwa tena, wale waliochokwa, naona watu wanarudiwa tena, wale waliochakazwa. Kuna watu maisha yamewachakaza, lakini yuko Bwana, yuko Bwana anayeuishaga watu waliochakaa, anayeuishaga watu waliochakazwa na magonjwa. Yuko Bwana mpendwa. Tunakumbuka kuna watu hata akizungumza hasikiwi. Tunakumbuka kuna watu akiongea japo hasikiwi. Nakwambia Bwana akamwambia Balaam, akasema, Balaam, nataka nionyeshe ishara. Unapoenda kwa Baraki, nataka nitie maneno yangu kwenye kinywa chako. Utakapoanza utatunga misali hii, Bwana atakupa neno, atakupa maneno utakayozungumza utasikiwa. Bwana anatia maneno kinywani mwako leo. Bwana anatia maneno leo yatakayosikiwa, ambayo watu wasikia watakufadhili, watakutegemesha. Kuna watu hawezi kuinuka mpaka wametegemeshwa. Kuna watu hawezi kupata msaada mpaka wakapatiwa msaada hata wainuke. Mungu anatia maneno kinywani mwako aliyoyatia ndani ya Gideoni. Akasema, neno kwa uwezo huo, wala usiogope, usifadhaike, niko pamoja na wewe ambaye kupitia mkono wako nitayeyusha maadui. Mungu akamwambia Balaam, natia maneno yangu kwenye kinywa chako. Utakapoenda kusema, utaanza kutunga misali yako. Anapoenda kwamba Walaadi, akasema hivi, naona taifa hili ni watu waliobarikiwa, naona uganga na uchawi hauwezi kupita, ninaona watu walioinuliwa, naona nyota inazaliwa katikati yao, hiyo nyota inang'aa itakaoangukia maadui. Akaanza kutamka. Bwana tia maneno yake kinywani mwako leo, aondoe sumu inayoishi ndani yako, aondoe sumu ya machoka, akupe maneno mazuri ambayo watu watayapenda, watu watayapokea, watu watakulishia, watu watakufurahia, watu watakuhitaji kwenye hiyo biashara yako, watu watahitaji. Hebu pokea neema, pokea hiyo sauti ya Jehova, pokea sauti ya Bwana wa majeshi, pokea sauti yenye uwezo iliyobeba neema na upako. Ifahamike wazi watu, fahamike wazi, maneno yanaua, maneno yanaumba. Pokea maneno ya kuumba, pokea maneno ya kuumba, pokea neno la kukuumbia maisha yako, pokea neno la kuumbia maisha yako, pokea neno
kutoka kwa Bwana ulipokea Gideoni likakufufulia maisha yako waliokufa. Kuna watu hapa neema zilikufa. Kuna watu vibali hapa vilipotezwa, hawanaga vibali kwenye vinywa vyao. Kila nalolisema linaonekana kuwa takataka. Pokea maneno yaliyobeba neema toka kwa Bwana. Kila utakayeongea naye akajisikia kukufuata, akajisikia kukulizia, akajisikia kukupenda, asijisikia kukukataa. Pokea neema, pokea neema ya Bwana. Pokea sauti inayotoka mbinguni leo. Pokea sauti ya uponyaji, pokea sauti ya kufunguliwa, pokea sauti ya kuponywa, pokea sauti ya kufadhiliwa, pokea sauti ya kufadhiliwa, pokea sauti ya kukumbukwa, pokea sauti ya kupendwa, pokea sauti ya kuponywa, pokea sauti ya kutuliwa hiyo mizigo uliotembea nao miaka isiyoisha. Yesu, kuna watu wana matukio yasiyoisha. Kuna watu wana majeraha yasiyopona. Kuna watu wana maumivu ambayo hayasemekeki, hawajafiwa. Kuna maumivu ambayo hata ukimsaidia huwezi kupona. Pokea sauti iliyobeba uzima usiochakaa, usioisha. Pokea sauti ya Bwana. Pokea sauti yenye nguvu. Wakati Gideoni ametoka akawaita watu 12, akasema Bwana ameniambia usiku huu nikavunja madhabahu ya baba yangu. Biblia inasema nilipoongea nao wakasikia, wakamfuata nyuma, wakaanza kwenda nao. Kumbuka yule masikini mtu wa mwisho, lakini ameita watu 10, wametii saa hiyo, wameenda naye. Usiku wa manane wakachukua ng'ombe, wakakamata kama waizi, wakachinja ng'ombe, wakaichoma moto, wakaiangamiza. Asubuhi kuna kucha, wanakuta katikati ya yule Mungu aliyekuwa anatukuzwa pale ameanguka yule Mungu. Kuna sadaka imeteketea. Wakasema ni nani huyo? Wakiwa wanasema ni nani? Akapiga tarumbeta akasema mimi ndiye niliyetokewa na Bwana. Mimi ndiye Mungu amenipa niwe mwamuzi. Ukawe mwamuzi kwenye familia yako mpendwa, ukawe mwamuzi kwenye nyumba yako. Mungu akupe kuamua, Mungu akupe kusema, Mungu akupe kukemea, Mungu akupe kuzungumza, Mungu akupe kufanya, Mungu akupe kusikiwa, akupe kusikiwa, akupe kusikiwa. Watumishi wa Mungu, hivi kweli sisi walikuwa ni watu wakaa chumbani, ni kukaa ndani, ni walokole, ni watu wa kumilikiwa? Yaani ni watu wa kumilikiwa na maskini, ni watu wanatetemesha watu wa Mungu. Baba yetu anaogopeka sana. Biblia inasema kiti chake tu kinawaka moto. Biblia inasema kitikisika hivi ndio radi unaoionaga huku duniani inalipuka. Wakati Mungu ametikisika, kumbuka ni radi, sio yeye. Biblia inasema siku moja Samueli akasema, Mungu nataka nishangae, wewe ndiye uliyetutoa Misri ukatuleta hapa. Angalia Wafilisti wanavyotisha. Unasemaje nimekuja na watu wa kwenye ulima huu kama hivi leo tulivyosimama? Akiwa anasema vile vile. Biblia inasema hivi, akasema angalia Wafilisti wanakuja, wanataka kuangamiza watu wako. Biblia inasema kutoka mbinguni ngurumo ilisikika. Walisikia ngurumo, ikaunguruma mlimani pale, mlima ule ukatikisika. Akiwa anachungulia kule chini, akaona Wafilisti wote wamekufa bila upanga wa mwanadamu, wamekufa bila silaha ya mtu, wote wamekauka, wamelala. Walipolala, Biblia inasema Samueli na watu wake wakasimama, wakasema unastahili, wakasimama wanasema unatosha, wakasema hakuna kama wewe. Nataka nikukumbushe mpendwa, wakati wana wa Israeli wanatoka Misri wanatembea jangwani, walikuwa wanaona kama wako wenyewe. Kumbe Mungu ameruhusu nyota, akaruhusu nyota usiku inawaka. Biblia inasema nguzo ya moto ikawa ni inawaka usiku, wakawa naona usiku kuna mwanga, kukicha asubuhi wanaona kuna wingu linawaongoza. Pokea neema ya kuongozwa, pokea neema kutoka kwa Bwana.
iliyobeba mamlaka, pokea hati miliki yako, pokea uwezo wa kumiliki, pokea uwezo, pokea nuru, ikaongozana na wewe njiani, ikaongozana na wewe kwenye ndoa. Umetembea kwenye msiba, yatosha. Umetembea na maombolezo, inatosha. Umenyanyaswa, yatosha. Pokea neema ya kuinuliwa, pokea neema ya uponyaji, pokea neema, pokea neema. Wapendwa, watu wa Mungu, Mungu ameona watu wanalia, ameona watu wamelia kama wana wa Israeli walivyolia. Walilia wale watu, maandiko yanasema wakamlilia Bwana, malaika katoka mbinguni akasema, Gideoni, nimekuona hapa, naona unafaa mwanangu, naona unafaa kama vile unavyofaa hapa, pamoja na hayo ulionayo. Mungu amekuona unafaa pamoja na njia zako hizo. Bwana amekuona unafaa, amekuona kidogo unafaa, ndio Bwana amesema utembee kwa uwezo huo, utembee kwa nguvu hiyo. Maandiko yanasema wale watu walipoona kuna nguzo ya moto usiku, wakaanza kutembea bila hofu, wakaanza kutembea bila mashaka. Walipoona usiku ule wanaona unatembea baharini, wakaona kuna ishara, wakaanza kutembea, wakaanza kupita. Wakati wamevuka bahari, wakaona ile bahari imerudi. Maandiko yanasema mwanamke mmoja akasema, jamani, tumwimbie Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Amewapukutisha maadui, wamegeuka kwa makapi ndani ya maji. Utashuhudia ishara za Bwana. Tembea kwa uwezo huo, tembea kwa uwezo huo, tembea kwa uwezo huo, tembea kwa mamlaka hiyo. Pokea nguvu iliyobeba ishara, iliyobeba matukio, iliyobeba maajabu, ambayo italeta ushahidi kwenye maisha yako. Pokea nguvu, pokea uwezo, pokea mamlaka. Nimesema hivi, usinisikilize mimi, sikiliza alichoniambia Bwana. Yesu alikuja watu wawe na uzima tele, kisha wawe nao tele. Wapendwa katika Bwana, sikiliza nikukumbusha jambo. Hivi unadhani Yesu akawaambia wale wenye ukoma, wenye dhambi 10, wakasema, Bwana, tunasikia wewe ni mkombozi na sisi tuna ukoma. Biblia inasema akawatakasa wakoma 10 na wakaenda wakapotea. Alafu walipopotea 9, akarudi mtu huyu mmoja. Wewe ni mwingi, ni wa samani, pokea neema, pokea sauti yenye kibali ndani. Nimesema pokea kufasiriwa, ulimi wako upokea kufasiriwa. Yaani sauti yako hiyo ipokee kufasiriwa, ipokee kufasiriwa, ipokee kufasiriwa. Na hata kama mmekataliwa kama Gideoni, iko neema leo inakuja kukupa kukubarika. Hata kama mmejikataa, iko neema. Naomba usimame mahali ulipo. Simama mahali ulipo mpendwa. Kuna mahali fulani nilikuwa, nitoka hapa nikaogopa kusema ngozi kwamba nataka niende sehemu fulani, naombeni mniandikie barua ya safari. Nikaogopa, nikasema wakiniandikia barua la safari wataandika huyu ni mzee wa kanisa. Sasa cha kufanya, nasafiri mwenyewe. Nikasafiri mwenyewe, nikafika huko. Siku ya kwanza nikapokelewa, nikalala. Siku ya pili wakaniuliza, nikasema mimi hapa niko na biashara zangu, Bwana Yesu atusaidie. Nikasema niko na biashara zangu. Mahali pale nimefika, nilifikia nyumba ya baba mmoja, ni mchungaji, mtu mzima sana. Akasema, ilikuwa kama ni siku ya Alhamisi, akasema, mwanangu, nakukabidhi ibada ya Jumapili. Nikasema, babangu, hapana, mimi hamna baba, mimi hapa nasali tu, ndio maana naona sijatembea hata na barua. Akasema sawa.
hujatembea na barua, lakini Mungu ameniambia usiku kwamba utasimamia ibada ya Jumapili. Nikasema baba, huko ni mbali, mimi hawanijui. Nikasema mimi huko ni mbali baba, tunakumbuka sasa hivi watu wanaharibu makanisa. Akasema potelea mbali, liache kanisa liharibike. Yaani nikachoka, nikasema jamani, sasa kisho nifanya mimi nikimbie nije huko ni kitu gani? Si nikakaa tu huko Tunduma sasa. Akasema mwanangu hivi, nikawaza kuwaza Mungu wangu, watu wenye hao siwafahamu, naenda kusema nawaambia nini? Naomba baba katika jina la Mungu, naomba ujumbe kimya. Baba katika jina la Mungu, naomba ujumbe kimya. Nikasema haya, mimi nitaenda kusema haleluya. Nimelala nasikia mtu ananiambia, akasema hao watu hao wamepoteza ramani yangu. Nikasema mimi nakimbia Tunduma na kuja huku kwa maradha na kwenye huku niwe na mazingira, ndio nakuja tena haya. Nikaenda nikasema watumishi wa Mungu Bwana asifiwe. Nikamaliza ibada, yule mzee akaniambia natakiwa hapa unipe namba ya mchungaji wako. Nikakwepa, nipe namba ya mzee hata wa kanisa. Nikasema baba, ngoja kwanza tufanye kazi, nitanadilia nitakupa. Maana nikawaza nikimpa namba ya mchungaji au mama mchungaji atasema huyo ni mtumishi. Nikasema hapana, yaani nataka kutoka. Akaniambia nataka niongee na mchungaji wako, huo mwezi wa 7 anaweka mkutano na semina uje uhubiri. Nikasema baba, sijawahi uhubiri kokote. Akasema unakuja kuhubiri. Sasa nikasema Mungu, sasa mambo mengine yako ni unafanya hivi, sisi tunakuja mpaka kote huku unaanza kutuunganisha na watu hata hatuwajui, maana yake nini? Mimi nikakasirika. Nikasema nikirudi Tunduma taenda kuomba maombi. Nasema Bwana, navyotoka najificha kwa damu ya Yesu. Sauti yangu haitakuwa na chochote, nikiongea nakuwa kama watu wengine. Mimi nakutamani wewe. Mimi nakutamani wewe. Mimi nakutamani wewe ambaye nimekwambia nimesikia hivi. Ukisikia safari nasema niende huko Mwanza, kuna vitu fulani vya kuja kuuza hapa, nenda. Mpendwa, nenda. Wewe nenda kwa uwezo huo. Usiwaze kama yani watanisema, wakukusema hawajawahi kosa. Wapo siku zote. Umepata mwanaume. Unisikilize. Isikilize binti. Wewe ambaye hujaolewa yoyote ule, wewe ni binti. Umepata mwanaume. Umejihakikishia. Usiseme watanicheka. Wakucheka wako siku zote. Yaani ukisikia umepata mwanaume huyu ni wa kuoa, yaani wewe usichelewe. Mzee wa kanisa yupo, hao wachungaji wapo, nenda mkamalize. Ingia ndani. Mimi nakwambia usiseme yani yule mwanaume anaonekana yani mazingira yake. Hayo mazingira utayatengeneza wewe hapo baadaye. Nasikia vizuri. Alafu yule mwanaume anaonekana kama hana hela hivi. Zile hela zile zipo. Ila yule mwanaume amekosa maarifa, wewe utakuwa maarifa yake. Yaani usiseme yani unajua yani wakiniona hata pale kanisani watanisema. Kusema hakujawahi kuisha. Kupo siku zote. Ila kwenye kinywa chako pokea neema. Kila utakachoongea watu wakirisie, watu wakipende, watu wakukumbuke. Sumu zilizoendelea zibaki kwenye madhabahu hapa mlimani leo. Zibaki hapa chini leo. Zikae hapa chini leo. Zibaki hapa. Hapa ndio pa kumwagia takataka hapa. Zibaki hapa. Kukataliwa kubaki hapa. Kushindwa kwako kubaki hapa. Kutoeleweka kwako kubaki hapa. Ebu kanisa, na jambo nalisikia nilisema, lakini sasa mimi naanza kuogopa watu. Watu watasema na maana na yeye anajisikia kwenda Zambia huyu. Jamani, kuna wadada fulani wanajisikia
kujipangua kufanya biashara kwa viwango vya juu, naomba ukimbie hapa madhabahuni. Wadada nimewaona, yaani wanajisikia kuchomoka kufanya biashara kwa namna fulani hivi, wanaijua wao. Kimbia hapa madhabahuni. Yaani nimesema kuna wadada wanajisikia kufanya biashara kwa namna fulani hivi, yaani wanajisikia kufanya biashara kwa namna fulani hivi. Nimesema ukimbie hapa madhabahuni, ukimbie tu. Usuka waza kwamba watakusema. Kusema si tunasemaga, si Mungu ametupa visemeo? Wewe nimesema unajisikia kufanya biashara kwa namna fulani, yaani moyo wako unajisikia kwamba yaani mwe inajisikia kufanya namna fulani hivi, wewe kimbia hapa madhabahuni. Jamani, mtu wa kuabudu huko hayupo hata mmoja. Asante, asante. Naomba watumishi wa Mungu tutamke neno hili hapa. Nimesema hivi, ukatembee kwa uwezo huu.